Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Kama nilivyosema awali, walikuwa tayari wameshatoa mashahidi sita kati ya wale mashahidi 30 wa Jamhuri, na leo wametoa mashahidi wawili, kwa maana ya shahidi wa 7 wa Jamhuri na shahidi wa 8, na wote ni mashahidi wa siri. Sasa kwa kifupi, ukiachana na mambo machache ambayo yanatofautiana kwa mashahidi haya, mambo mengi sana wanayosema yanafanana. Mambo yanayotofautiana ni kwamba tu shahidi wa kwanza P2 yeye anatokea Songea, lakini shahidi wa pili P8 yeye anatokea Moshi. Ni vitu tu vinavyotofautiana, lakini kwa maana ya maudhui ya ushahidi wao wote wanafanana, kwa maana ya kwamba wote wamesema ni wafuasi wa Chadema, pamoja na kwamba walivyoulizwa kuhusu ufuasi wao, wana kadi za uwanachama, wote wamesema hawana kadi za uwanachama na hawajaweza kuthibitisha kuhusu ufuasi wao. Lakini jambo lingine pia ambalo limetokea leo, tumemwona Mheshimiwa Tundu Lissu kama mshtakiwa ameonyeshwa kushangaa na hawa waliojiita ni wafuasi wa Chadema, na yeye amekiri mahakamani kwamba angalau wafuasi wa Chadema na wafuasi wake na wanachama wa Chadema huwa wana akili, lakini yeye ameshtushwa na aina ya ushahidi ambao watu wao walikuwa wanautoa mahakamani. Ameshangazwa na namna ambavyo hawana uelewa wa mambo mengi, ikiwemo hawajui wanachama wao, wanasema hawana kadi za wanachama, hawajui utaratibu wa watu kujiunga na chama, hawajui kama kushiriki kuzuia uchaguzi kama ni kosa kisheria. Kwa hiyo Mheshimiwa Lissu ameonyeshwa kushangazwa na mashahidi ambao wao wamejiita ni wanachadema, na yeye mahakamani amesema kwamba nyie hamtakuwa wanachadema kwa sababu kuna baadhi ya vitu ni vya msingi na basic kabisa hamvifahamu. Hilo lilikuwa ni jambo la pili. Lakini jambo la tatu ambacho tumekishuhudia pia mahakamani, tumeshuhudia uwepo wa muendelezo wa upande wa mshtakiwa kuendelea kuingiza mahakamani vielelezo vya utetezi. Kama tunavyofahamu, kesi iko kwenye upande wa mashtaka, lakini mpaka sasa hivi upande wa mashtaka hawajaweza kutoa kielelezo chochote mahakamani na kikapokelewa. Lakini kwa upande wa mshtakiwa, mpaka sasa kati ya mashahidi 8 waliokuja mahakamani kutoa ushahidi, mshtakiwa amefanikiwa kuingiza mahakamani na kupokelewa kwa vielelezo 7 ambazo vitakuwa ni sehemu ya utetezi wake Mheshimiwa Tundu Lissu. Vielelezo hivyo ni pamoja na maelezo ya mashahidi wote ambao wamekuwa wakiyatoa polisi, lakini mashahidi hao ukiangalia ushahidi wao walioutoa, maelezo waliokuwa wanayatoa polisi ni tofauti na maelezo waliokuwa wanayatoa mahakamani, na Mheshimiwa Tundu Lissu kama mshtakiwa ametumia muda mwingi sana kuonesha athari za ni kwa nini wao hawajasema mambo ambayo waliyasema polisi na kwa nini hawajayasema mahakamani. Lakini mambo mengine ambayo kama nilivyosema yamejirudia na yametujitokeza mahakamani leo hii ni kwamba washtakiwa wote waliokuja kuelezea mahakamani walikuwa wanaeleza kuhusu habari za video na maneno aliyosema Mheshimiwa Tundu Lissu. Wamehojiwa kuhusu kuleta video hizo ziko wapi? Hakuna aliyeleta hiyo video, na wote wamesema hawajaja nazo leo hizo video. Jambo la mwisho, kama mnavyofahamu, leo kesi imeahirishwa mapema sana. Muda huu nafikiri ni majira kama ya saa 8, na wakati mawakili wa serikali wanatoa taarifa wanaomba mahakamani kuahirisha kesi hii, Mheshimiwa Tundu Lissu kama mshtakiwa yeye alipinga hoja hiyo kwa kusema kwamba walipaswa kuleta mashahidi wa kutosha na kwa nini tuondoke muda huu mapema. Mahakama imesikiliza maombi hayo, imekubali kesi iahirishwe, lakini ambacho imesisitiza ni kwamba kuanzia kesho upande wa Jamhuri watapaswa kuleta mashahidi wa kutosha. Wao wenyewe ndio waliosema kwamba wana mashahidi 30. Kwa hiyo sio vizuri na sio utaratibu kwamba kila siku waje na mashahidi wawili kama hivi, muda bado uko mrefu na mshtakiwa anaendelea kuteseka gerezani. Kwa hiyo ambacho kingine kimesisitizwa na mahakama, kuanzia kesho upande wa Jamhuri watalazimika kuja na mashahidi wengi kadri iwezekanavyo, na isije kutokea hata siku moja kwamba kesi inaahirishwa mapema muda ukiwepo eti kwa sababu Jamhuri hawana ushahidi. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.